Gazeti la mrengo wa kati la Israeli la Haaretz liliandika taarifa moja mwishoni mwa wiki kuwa likinukuu vyanzo kutoka kwenye jarida la Marekani la NBC News kuwa kuna mpango mpya ambao Netanyahu anakusudia kwenda nao katika ziara ambayo itamfikisha kule Mar-a-Lago kukuta Florida. Atakutana na Donald Trump mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba. Tarehe 29 Netanyahu atakuwa Marekani katika ziara yake ya 6 takriban toka kuapishwa kwa Donald Trump. Anakuwa ni kiongozi pekee ambaye ametembelea zaidi Marekani kuzidi kiongozi yoyote katika kipindi hiki cha awamu ya pili ya Donald Trump. Amepata mwaliko ambao amealikwa katika baadhi ya vitu ambavyo vilitajwa kwenda kuzungumza. Wanataka kuzungumza kuhusu mwendelezo wa makubaliano ya usitishaji wa vita Gaza. Wanataka kuzungumza kuhusu hali ya Lebanoni. Wanataka kuzungumza kuhusu staili gani wataitumia kuwafanya Hamas wasalimishe silaha zao. Hayo ndio mazungumzo ambayo wanataka kuzungumza, lakini vyanzo vilivyonukuliwa na gazeti hili la kihafidhina la Marekani la NBC News linasema kuwa limepata taarifa kutoka kwa maafisa 4 tofauti wa Israeli ambao wamedai kuwa Netanyahu anakwenda na mpango mpya kwa Trump kumtaka ima Marekani aingilie kati au warudi pamoja au aende peke yake au vyovyote vile, isipokuwa wanakwenda kuzungumza kuhusu vita mpya au kurejea tena kwenye vita na Irani, kwa sababu Israeli wanaamini katika kipindi tangu usitishaji wa vita utokee, Irani imekuwa ikitengeneza kwa kasi kubwa miundombinu yake ya ulinzi wa anga, lakini tishio kubwa ni makombora ya masafa marefu ambayo Irani imeongeza uzalishaji wake maradufu. Kwa hiyo hili Israeli wanaliona kuwa ni tishio jipya la Irani kutaka kujilinda katika programu mpya ya nyuklia ambayo kwa vyanzo vya ndani vya Israeli vinasema kumekuwa na uanzishwaji mpya wa vinu vipya ambavyo sio vile ambavyo Irani wamevitangaza na IAEA wamekuwa wakivikagua, lakini kuna vinu vingine ambavyo havipo katika listi. Kwa hiyo ni kama Irani yuko kwenye spidi kubwa ya kwenda kuhakikisha kuwa anatimiza lengo lake la nyuklia. Kwa hiyo Netanyahu katika moja ya swala ambalo anakwenda nalo na kumwambia bwana Donald Trump kuwa turejee kwenye vita na Iran, au vipi? Amani iwe nawe, peace be upon you. Assalamu alaikum. Bila shaka we ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa. Usiniulize kuhusu location yangu ilipo. Niko barabarani, unajua niko nimesimama pembeni na nimekuwa na shughuli kidogo ambayo imenichukulisha muda kidogo hapa. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho nimekaa nikasema hebu nizungumze na wewe kidogo, kwa sababu wakati mwingine kupata fursa ya kuzungumza tabu. Nimepata fursa hii ya kuzungumza na wewe kidogo hapa, ndiyo nimeamua nikupashe hii taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari. Sasa niliwahi kulizungumza kipindi cha nyuma, nikamwambia kuwa vita ya Irani na Israeli haijamalizika, kwa sababu malengo yaliyowapeleka kwenye vita hawakuwahi kuyatimiza. Japokuwa kuna zile propaganda zilitolewa kuwa walikuwa wametimiza malengo yao, sijui na nini, wameangamiza zile nyuklia, lakini imekwenda kushindana kabisa na ukweli uliochapishwa na mashirika ambayo hayafungamani na upande wowote, na mashirika ambayo hayapigi siasa. Yenyewe taarifa yao hayakutoa taarifa kama mashirika ambayo yana mirengo ya kisiasa kuwa mpango wa nyuklia wa Irani umevurugwa wote, kwa taarifa za Trump ambazo alinukuu mara kadhaa, licha ya kuwa ndani ya Marekani pia alipata upinzani mkubwa wa kumwambia kuwa hakuna ukweli wa hilo, hakuna uthibitisho wa hilo, kuwa ni kweli mlienda kupiga vile vinu vya Natanz, vinu vya Isfahan na wapi mkavimaliza vyote. Jibu limekuja kuwa bado, kwa sababu Irani haijaruhusu hata shirika la atomiki duniani la Rafael Grossi IAEA kufika kwenye vinu ambavyo vilishambuliwa wakati ule. Lakini wasiwasi mkubwa umekuwa ni IAEA wakihoji kuwa zile tani 350 za milipuko au za urani iliyokuwa imekwisha kurutubishwa za Irani zilipelekwa wapi? Kwa sababu kama zingekuwa katika vinu vile, basi vingeleta athari ya milipuko mikubwa ambayo ingesikika. Maana yake kuwa wanakubaliana kuwa kulikuwa kuna uhamishaji mkubwa uliofanywa na Irani kabla ya mashambulizi. Sasa Israeli anaona kuwa katika kipindi hiki Irani wamekuwa wakitengeneza makombora ya masafa marefu kwa kiwango cha hali ya juu sana.
na lengo hasa wanaamini kuwa Irani inatengeneza makombora mengi zaidi. Wanakadiria kuwa uwezo wa Irani hivi sasa kuzalisha makombora unafika makombora 1000 kwa mwaka wanaoyazalisha, yani kwa kiwango cha hali ya juu sana. Wanasema lengo lote hili ni kudhibiti uwezo wa yani kudhibiti nguvu ya Israeli pale atapokuja kuanza kuwashambulia, ili waweze kutumia makombora mengi kwa wakati mkubwa, yani kwa wakati mwingi, kwa sababu vyanzo vinaonyesha kuwa makombora yalileta athari kubwa sana ndani ya Israeli, na ndio maana unaona kuwa ilibidi wasitishe. Israeli ni wagumu kusitisha chochote, na huwezi ukampiga kofi la mwisho akanyamaza, lakini katika usitishaji ule tulioshuhudia mwezi Juni, kofi la mwisho la vita lilikuwa la Iran ambalo alipiga Israel na akaua watu 9 na Israel wakatulia. Sio rahisi kwa Israel kufanya hivyo. Mara zote Israel unampa kofi, anakupiga kibao, anakupiga zaidi ya kile, lakini mara ile ilibidi atulie kwa sababu ya kile ambacho tukilishuhudia, uharibifu mkubwa uliotokea ndani ya Iran, uharibifu mkubwa uliotokea ndani ya Israeli, na nililizungumza wakati ule, wote walikuwa wamechoka. Irani wamekuwa wakiboresha mfumo wa ulinzi wa anga ambao wanaona ni mfumo mkubwa zaidi wa pekee uliopo wa Irani wa S300 ambao ni mfumo wa Urusi, na ndio mfumo uliokuwa ukifanya, lakini kulikuwa kuna mfumo wa anga wa Irani ambao ulikuwa ukifanya kazi vizuri kabisa, vyema katika kipindi hicho, na tuliona kazi iliyotokea. Vita ile tulishuhudia udhaifu wa pande zote, lakini tulishuhudia uimara wa pande zote katika kile ambacho mmoja alikiweza na mwingine alikiweza, kwa sababu Irani alipokuwa anataka kupiga ndani ya Israeli alifika vizuri na alipiga pale alipotaka, na Israeli alipotaka ndani ya Irani alipiga pale alipotaka. Kwa hiyo ni kama majogoo walikuwa wamechoka wakati ule. Vita ya siku 12 ilikuwa imesha waweka kwenye nafasi yao. Basi sasa, kama nilivyowahi kuwaambia kuwa sio rahisi kwa Donald Trump kuwepo ikulu ya White House halafu wazayuni wakaacha mpango wao. Sio rahisi na haiwezi kutokea. Mara kadhaa nimewaambia kuwa Israeli toka kuanzishwa kwake 1947 haijawahi kupata rais bora kwa upande wa Israeli kuzidi Donald Trump. Kwa marais wote wa Marekani waliowahi kupita, haijawahi kupata rais bora kuzidi Donald Trump, kwa sababu Donald Trump yeye anawapa kila kitu wanachokitaka. Fikiria mwezi Juni, Israeli baada ya kuanzisha yale mashambulizi, Marekani alituma ndege 100 kwa ajili ya kwenda kufanya mashambulizi. Ndege 100 ikifuatana na ndege zile za B2 zaidi ya ndege 10 au zaidi ya pale, na meli zilikuwa za kutosha, zile manuari zilitumwa za kutosha, lakini zikatumwa na ndege za B2, zikatumwa na ndege za kusindikiza msafara ule, ndege 100 kwa ajili ya kwenda kufanya mashambulizi Iran. Kwa sababu ya faida nani? Kwa faida ya Israeli. Hata ndani ya Marekani, kama unakumbuka, kabla ya kifo cha mwanaharakati ambaye kifo chake kimeleta utata, Charlie Kirk, ambaye alikuwa ni mfuasi wa Wazayuni, kabla ya kugeuka toni na kuanza kuzungumza kuwakosoa Wazayuni, aliwahi kuhoji kuwa kwa nini Marekani tunaingia kwenye vita na Irani? Irani ni tishio kwetu. Irani sio tishio kwetu. Irani ni tishio kwa Israeli. Kwa nini sisi tubebe majukumu ya Israeli? Nadhani kwa ushawishi wake ule alikuwa ni mzuri wakati yuko upande wa Wazayuni, lakini kwa ushawishi aliokuwa nao kwenda kinyume na Wazayuni ilikuwa ni hatari zaidi kwake, na ndio maana unaona kuwa hakuchukua raundi na akapotea. Na hata serikali ya Israel, Netanyahu mara kadhaa amejaribu kukanusha kuwa wao hawakuhusika, lakini bado vyanzo ndani ya Marekani vingi viliamini kuwa kifo cha Charlie Kirk kimetokana na Wazayuni ambao aliwageuka huko mbele. Sasa Irani ni fursa Trump ni fursa, iwe kokote, na hili nimelizungumza. Urusi anamuona Trump ni fursa kutimiza malengo yake ndani ya Ukraine, iko wazi, na atatimiza kupitia Donald Trump kwa sababu tayari wameshamweka kati, hilo liko wazi. Lakini Wazayuni hawawezi kuacha kumtumia Trump kuhakikisha wanatimiza malengo yao, kwa sababu hakuna rais mwingine atakuja Marekani atawaachia wafanye wanavyotaka au kuwapa usaidizi wanaotaka. Kwa hiyo Netanyahu anakwenda kuzungumza Mar-a-Lago kule Florida, atakwenda kuzungumza na Donald Trump na atamwambia mpango wake kuwa ni lazima turejee kwenye vita na Iran. Lazima turejee kwenye vita na Irani, kwa sababu Irani, niliwahi kuambia, Irani akitimiza mpango wake wa nyuklia, basi Israeli wanaamini uwepo wao utapotea. Mipango ambayo waliipanga miaka mingi ya kuwa wao ni watawala wa Mashariki ya Kati na kuhakikisha kuwa nchi nyingi za Kiarabu wamezimaliza zote, hata zile zenye mikataba nao zote zimeshikiliwa, haziwezi kufanya lolote. Kwa hiyo matishio ambayo amekuwa akiyaona Israeli ni tishio la Mashariki ya Kati, ni Iran. Upembeni amekuwa akimuona Uturuki ambaye ni tishio la kuwa yeye ndio mfalme wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo amekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu. Sasa Irani kumiliki nyuklia
ni tishio la wazi kabisa kwa ustawi wa Wazayuni na malengo yao ya miaka mingi kuhakikisha kuwa wao wanakuwa ni wafalme wa Mashariki ya Kati. Sasa hatujui nini Trump ataamua, kwa sababu tunaona Marekani na yenyewe inapumua kwenye mashine, kwa sababu tayari imeshajisogeza kwenye mzozo wa Venezuela. Kikosi cha Marekani zaidi ya wanajeshi 15,000 wapo Caribbean. Meli za kutosha zimepelekwa kule, ndege za kutosha zimepelekwa kule, lakini hali ya hatari inaashiria kule. Wakati huo huo, unaona Irani anaendelea kufanya kwa spidi, kutengeneza makombora, kutengeneza kila kitu, hali ya kuwa Marekani yeye ameshughulika na huku. Sasa tusubiri kuona yule rais aliyetuaminisha kuwa yeye ni rais wa amani, Mr. Donald Trump, kuwa je, ni kweli yeye ni rais wa amani, kama ataingia kwenye mzozo wa Venezuela au ataunga mkono tena Iran, kwa sababu kwenye hotuba yake ya juzi alivyokuwa anahutubia, ambaye anahutubia kama mwaka mmoja wa utawala wake, kuelekea mwaka mmoja wa utawala wake, alijisifu kuhusu swala la Iran. Anasema tuliondoa tishio lote la Mashariki ya Kati kwa kushambulia vinu vya nyuklia vya Irani na kuvisambaza na kuvimaliza. Amekuwa akirudia hiyo kauli, na Iran nadhani wamejua kucheza na wimbo wake. Yani, unajua awali Irani walikuwa wakitoa taarifa na kukanusha kuwa hizo zote mnazoziongea ni propaganda, lakini nimeona kadri muda ulivyokwenda viongozi wa Irani wakabadilisha toni, wakaanza kucheza midundo ya Trump na Marekani na wengine kuwa mlimaliza nyuklia zetu. Wasema yes, mlizimaliza zote, na wenyewe wameanza kukubali vile vile kuwa kweli zilimalizwa. Ni kama vile kuwa wameamua kucheza kwenye midundo yao wanayotaka, hali ya kuwa wao wanaendelea na mambo yao. Lakini Israeli sio mwepesi kuamini hivyo, kwa sababu hata yeye na mamluki wengi amewapachika ndani ya Irani kuhakikisha kuwa je, hiki kitu ni kweli au si kweli. Sasa Israeli anampasha Marekani kumwambia kuwa no, sio kweli, tulichokifanya sio halisi, kwa sababu tunatakiwa turejee tena. Hatujui kama Donald Trump ataamua kurudi au Donald Trump atapotezea au atadili na Venezuela, ambako tayari wamewekeza nguvu kubwa na kuyataka mafuta ya Venezuela kwa kiwango kikubwa, kwa kile ambacho Trump anasema kuwa Venezuela iliiba mafuta yao, iliiba ardhi yao, waliiba kila kitu chao, wanataka kukirejesha. Jamani, weekend njema na asanteni.